Naam, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wapenzi na ufuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV na ukurasa wa Tiba Facts kule Facebook. Ni siku nyingine tena tumekutana katika darasa zetu zinazopatikana katika channel yetu hii ya Tiba Facts. Makusudio makubwa katika channel hii ni kujifundisha elimu mbalimbali za kitiba. Kunafundishwa elimu za mitishamba, elimu za dua, majina 28 ya barati, elimu ya abjadi na zinginezo. Kwa ukiwa katika chaneli hii, basi makusudi yake makubwa huwa ni kujifundisha elimu mbalimbali za kitiba. Kwa kama wewe ni mpenzi wa kujifundisha elimu ya tiba, basi unaweza kubaki katika chaneli hii au kufuatilia klipu mbalimbali zinazoendelea katika chaneli hii kwa ajili ya kujifundisha mambo mbalimbali. Sasa leo bwana, tutakuwa katika upande wa dua. Tutakuwa katika upande wa dua, tutajifundisha dua za kinga au dua ya kupata kinga ya mwili na dua ya kinga ya nyumba. Nimeleta hizi dua mbili na zote zinapatikana katika kutumia sura moja tu. Tena baadhi ya aya, sio sura nzima, baadhi ya aya katika sura fulani tutakayoenda nayo leo. Hii imetokana na ile clip niliyopandisha siku mbili zilizopita. Ilikuwa inaelezea kinga ya mwili ambayo ni hatari endapo kama mchawi akikuroga, basi uchawi ule utamtetemesha kwanza yeye aliyefanya ile tukio, au ni mwizi au ni kibaka au ni jini, atakuogopa kwa kweli. Ile ni kinga kuogopeka, lakini inasimama kama kinga ya mwili. Asa somo lile limeleta maswali mengi sana. Moja ya maswali aliyoulizwa baada ya somo lile ni kwamba je, mchanganyiko wa vitu hivyo vilivyotajwa, kuna kitu kinaitwa nyoka pale. Nyoka. Je, huyo nyoka tunajua anakuwa na sumu jamani. Sasa kama huyo nyoka ana sumu, tutakapochanja katika mwili si tunakuwa tumejiingizia sumu si wenyewe jamani? Si kwamba tulisema ile kwa bahati mbaya. Yote yameshaangaliwa, swala la sumu nini. Lakini sasa ipo hivi, nyoka kweli ana sumu, lakini sio mwili wote una sumu. Ile nyoka kweli ana sumu, lakini sio mwili wote una sumu. Kwanza ulifahamu hilo. Ndio maana kuna baadhi ya nchi nyoka analiwa kama kawaida. Mfano China, watu wanakula nyoka kama kawaida. Unaona, na ile sumu huwa anaitoa kwa malengo maalum, na afu sio kila nyoka ana sumu. Tuachane na hilo. Nyoka gani ana sumu, nyoka gani atumike, nyoka gani asitumike. Pale katika klipu ile nilisema nyoka wa aina yoyote, awe anaishi majini, awe anaishi shamba, anaishi mjini, madamu ni nyoka. Tena uwe umemuua wewe au amemuua mwingine, kagongwa na gari, kajifia, madamu iwe ni nyoka. Tena upate kiungo chochote kinachotoka kwenye nyoka. Kama ni mkia, ni kiwiliwili, ni mfupa, ni jino, ni shingo, ni kichwa, sawa. Sasa linapokuja swala la sumu kwamba inakuwaje, ni kwamba hiyo sumu unayosema wewe haitoweza kufanya kazi katika mfumo ule unaojua wewe kuleta madhara. Haipo hivyo. Sasa kwa kuwa sio somo lake, hatutaki twende mbali zaidi, lakini kifupi, dawa ile, mchanganyiko wa vile vitu ukivichanganya havina madhara yoyote, wala wewe sio wa kwanza kutumia dawa hiyo. Wala dawa hii haijafundishwa hapa kama sehemu ya kufanya majaribio kwamba tuone watu watapata matokeo au hawapati. Yaani watu waishafanya enzi na enzi mpaka leo hili somo likakufikia wewe. Yaani ni muda mrefu umeshapita, limefanyika hilo somo, watu wamefanyia kazi, unaona bwana. Lakini kinga hizo zinatumika mno. Sema sasa, kwa kuwa ni kwenye upande wa kujifunza, ndio maana hivi vitu vinafanyaje, unafundishwa kwamba ukichukua hichi na hichi na hichi ukachanganya, kitapatikana kitu hiki. Lakini ukienda kwa mtaalamu, hawezi kukwambia mimi nataka nichanje kinga
ya mwili uogopeke, lakini kinga hiyo nimechanganya kadha wa kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Hakwambii. Unaambiwa hapa kwa sababu ya wewe kujifunza. Leo hii unasikiliza, wewe hii unajisema ni mwanafunzi, lakini kesho na kesho kutwa utakuwa mwalimu wewe, au wewe utakuwa mtaalamu, utafanyia wengine. Ndio maana unajifundisha. Lakini ingekuwa ni biashara, usingeambiwa hivi na hivi na hivi. Ungeambiwa tu bwana, hii dawa ipo, nataka kuogopeka dawa hii, lipia 1,000,000, lipia 2,000,000, lipia 500,000, unatoa hela ila hujui kilichochanganyikana. Kwa haya masomo kukaa wazi hivi, lengo ni kukupa wewe nafasi ya kutafakari na kujifundisha kwamba kumbe hichi na hichi kikutana kinakuwa hivi. Kwa msio na wasiwasi katika somo hilo, nitaka nitoe utata huu. Lakini sasa swali lingine liloulizwa tena, haya alikuja inbox moja kwa moja kwenye WhatsApp. She, umefundisha kinga kupitia mitishamba. Je, hatuwezi kupata kinga madhubuti kupitia dua? Nikasema kinga zipo nyingi. Sasa kwa bahati mbaya watu wengi hawamiliki vitabu vyangu. Watu wengi hawamiliki vile vitabu vya tiba. Mfano hii channel ya YouTube, YouTube nina wafuasi zaidi ya 31,000. Lakini sina imani kama watu 2,000 wanaweza wakafika wanaomiliki hivyo vitabu vya elimu za tiba. Facebook na wafuasi kama 10,000. Lakini sina uhakika kama kule Facebook kuna watu zaidi ya 1,000 au 2,000 wanamiliki vitabu hivyo. Wengi wanapenda kujifunza, alafu wengi wanapenda vitu vizuri vije katika mfumo wa wepesi. Sasa haipogo hivyo. Lakini tutaendelea kujifundisha kidogo kidogo hivi hivi kwa wale ambao hawana vitabu. Ila wale wenye vitabu ninaamini wananufaika sana. Hizi kinga kama kinga. Yaani nimeshangaa sana jana kuitazama ile clip baada ya kuiposti muda mfupi wali siku moja, eti imetazamwa na watu zaidi ya 5,000. Nikashangaa hii kitu imekuaje? Niliamini kwamba ni jambo ambalo watu wengi wanalijua na watu wengi wanalifahamu na wanalifanyia kazi. Sikutegemea kama watu wataweza kuifuatilia ile clip kwa muda wote ule. Unaona sasa dua zipo nyingi. Tena leo sikupitishi kwenye barati ile dua ambayo ukisoma majina barati kama sehemu ya kinga inakuwa ni madhubuti na mtu atakayekuloga anakufa. Sitaki hata kugusa barati. Nataka niguse hiyo Qur'ani ambayo tumeifahamu na tunaizoea. Hasa katika Qur'ani kuna sura nyingi sana zinazohusika na kinga. Kuna zile Muawidhatain, yani zile kulukulu 3, kul huwallahu, falak, nasi. Kuna sura tu Yasini, kuna sura tu Mulku, kuna sura tu Kafirun, kuna sura tu yani sura zipo nyingi zinazotumika kwenye kinga. Lakini leo tutagusa sura ambayo inafanya kazi kinga yake mithili ya chuma. Yani ukiwa na kinga kupitia sura hiyo, wewe unakuwa na kinga mithili ya chuma. Chuma jamani tunakifahamu ni kigumu, kinasambaza majengo, milima. Tunaufahamu umaarufu wa chuma. Sasa kinga hii tutajifundisha kwanza kinga ya mwili. Hii ukiitengeneza itakuwa ni madhubuti mithili ya chuma. Yaani wewe unakuwa hulogeki na viuchawi vya ajabu hivi. Na sura hii itakuwa ni sura tu Hadidi, sura ya 57. Na nimeshafundisha katika vitabu vyangu. Ukiwa na kitabu cha maajabu ya Qur'an namba 2 ipo, kwenye kitabu cha Barati namba 1 hii sura ipo. Unaona bwana. Sasa hii sura huwa tunaitumia katika kinga. Na nitakupa visa viwili kabla kumaliza somo ilivyofanya hii sura waliotumia katika kinga. Sasa tutajifundisha kupitia sura tu Hadidi namna ya kukinga mwili wako au upate kinga ya mwili mithili ya chuma. Kwa maana usio unaweza kulogeka na majini au uchawi. Lakini pia nitakufundisha kupitia sura hii kukinga mji wako au nyumba yako na upate kinga mithili ya chuma. Usiweze kuingiwa na wachawi, vibwengo, vizuka na mandondo wasifike katika eneo hilo. Kwa somo letu la leo litasimama hapo. Kumbuka ile ofa yetu ya kupata vitabu inaendelea, na leo tuko katika siku ya 3 toka tumeitangaza, kama sio ya 4. Sina kumbukumbu nzuri, lakini itakuwa ni ya 3 au ya 4.
Nilisema ofa ilianza toka tarehe 17 na itaisha tarehe 28, kama siku 11 hivi. Mpaka sasa utapiga hesabu zibaki siku ngapi kufikia tarehe 28. Tarehe 28 ndugu zangu ndio mwisho. Kwa kama ulikuwa unatamani na wewe upate vitabu hivi vya kielimu za kitiba ili uweze kujinufaisha na kusoma mambo mbalimbali, unaweza ukavipata kwa punguzo la bei ya shilingi 45,000. Unalipia kisha unatumiwa vitabu hivyo kwa mfumo wa PDF, yani ni soft copy, na vitabu hivi vinakufikia ukiwa mji yoyote, nchi yoyote, mkoa wote, uwe shambani, mjini au kijijini, vinakufikia maadamu tu kuna mtandao wa simu. Pia WhatsApp inafanya kazi au email, vinakufikia ndani ya muda wa dakika 30 tu baada ya kufanya malipo. Ni ndani ya muda huo tu, bi maana inawezekana ndani ya dakika 2, 3, 4, 5, ila haizidi dakika 30 unakuwa umeshavipokea vitabu hivyo. Kwa hiyo malipo unafanya kupitia namba hizo unazoziona hapo mkono wa kushoto, na namba zote zinatumia jina la Bashiri Hussein Lugamba. Kuna namba ya Airtel, kuna namba ya Vodacom na namba ya Yas au Tigo iliyokuwa inaitwa zamani. Kwa ukishafanya malipo, ule muamala unaupiga picha au una screenshot, alafu unautuma kwenye WhatsApp namba moja hapo katika hizo 3. Unasema shehe, nimelipia pesa ya vitabu kwa ajili ya ofa ya Idi Kubwa. Kumbuka Idi Kubwa itaswaliwa siku ya, nafikiri itakuwa Jumatano ya wiki ijayo, itakuwa tarehe 27. Kwa tunasali Idi leo, kesho tarehe 28 ndio inakuwa mwisho wa ofa. Kwa hiyo usijisahaulishe hilo. Ngoga najisikia vibaya sana, ofa inakuisha afu ndio mtu anasema shehe, mimi nimechelewa kusikia ofa yako ndo nimekuja nataka unipe ofa. Jamani, mimi sio ofa kwa upendeleo. Ikitolewa nafasi kama hii ya kunufaika na ofa, ndio muda wa kunufaika watu wote. Ukija baada ya ofa ni mara chache sana kukukubalia ombi lako, kwa sababu mimi inakuwa nimefunga program ya ofa. Ina maana ule muda nataka sasa vitabu virudi kwenye bei zake zile za kawaida. Kwa hiyo utapata vitabu 12 tunavyokuga tunavizungumza muda mrefu kidogo. Kuna vitabu vya maajabu ya mitishamba katika kutibu maradhi ya kijini na uchawi, kitabu namba 1, 2 na 3. Vitabu vya maajabu ya Qur'ani, kitabu namba 1, 2 na 2. Kitabu cha majina 28 ya Barati, kitabu cha kwanza na cha pili. Alafu utapata kitabu cha Abjadi. Utapata kitabu cha ulimwengu wa majina vituko vyao, na utapata kitabu cha furaha ya ndoa. Vitabu hivi vyote ili uvipate unatakiwa ulipie shilingi 185,000 bei yake halisi, lakini umeondolewa shilingi 140,000 nafikiri itakuwa imeondolewa, then wewe unalipia shilingi 45,000. Kwa hiyo kwa yule mhitaji anaweza akafanya utaratibu wa kufanya malipo ili apate vitabu. Kwa yule ambaye sio mhitaji, aendelee kupambana hapa YouTube, tuendelee kujifunza, lakini kuna baadhi ya vitu vingi utavikosa. Sasa turudi kwenye somo letu. Kinga ya mwili madhubuti mithili ya chuma dhidi ya uchawi na majini. Kinga hii nimeshaifundisha karibia mara 3 au mara 4. Tena nirudiki kuifundisha kwa ajili ya dharura za watu maalum wanapokuwa wanauliza swali. Sasa mimi kwa kuwa nimesimama kama mwalimu, na mimi nataka nikufundishe kitu ambacho unachokihitaji wewe, japo sio vitu vyote. Mfano wenyewe mnao comment kwamba tufundishe dawa ya mpira, tufundishe dawa sijui ya nini ya kubeti. Jamani, mimi ugasifundishe vitu vile vinakinzana na amri za Mwenyezi Mungu. Kubeti ni dhambi, umekubali, umekataa, ila kubeti ni dhambi. Sasa na mimi sifundishi vitu hivyo. Nafundisha vitu vyenye manufaa kwa jamii, mtu akivichukua vitaweza kumsaidia. Kwa wale mnao comment tufundishe dawa ya mpira, siji kufundisha dawa hiyo. Au zile elimu za kupiga ramli, mimi sifundishi vitu hivyo, msinikomentie kwenye WhatsApp yangu wala kwenye YouTube hapa. Sifundishi kupiga ramli, pia sifundishi kubeti. Kwa lazima tuangalie mipaka ya Mwenyezi Mungu jamani. Sio kwamba kila jambo unalijua tu ulitufundisha, hapana. Lazima uwe na kiasi. Haya ni maisha, leo tupo kesho hatupo. Sasa hii kinga ya mwili madhubuti mithili ya chuma dhidi ya uchawi na majini, ukiitumia kwa utaratibu huu nitakao kuelekeza, wewe hutologeka na majini. Yaani ule uchawi wa kijini ni uchawi ambao unatumwa na mchawi, anakutumia jini, anakuja kukuingia, then anaanza kukusababishia madhara katika mwili wako, unaanza kudhoofika afya, unaugua vitu visivyoeleweka. Aidha mchawi akakuroga kwa uchawi wote ule, ima kukuwekea kwenye chakula,
au amekutega au imekuwaje, maadamu ni uchawi tu amekusudia, hautokunasa. Sasa ili kuitimiza chingika hii, zipo sura nyingi katika Qur'ani, lakini nenda mpaka kwenye sura ya 57. Hii sura ya 57 iko kwenye juzuu ya 29 au ya 28 hivi, kwa wale wanaosoma juzuu ni kati ya juzuu ya 29 au ya 28. Suratu Hadidi, hii ni sura ya 57, na hii Suratu Hadidi, tafasiri ya Hadidi ni chuma jamani. Suratu Hadidi, sura ya chuma. Mwenyezi Mungu mwenyewe ameizungumza hivyo, hii ni sura ya chuma, na ndani ya sura hii Mwenyezi Mungu ameeleza uimara wa chuma. Katika aya za sura hii, miongoni mwa aya amezungumzia chuma. Kwa wale wanasoma Qur'an na kutafasiri watakuwa wanaelewa anachomaanisha. Kwa wale ambao tukaa darasani tuvumilie kidogo, lakini hii sura imepewa jina hili kwa sababu ndani ya sura hii Mwenyezi Mungu ameelezea habari za chuma ndani yake, kilivyo imara, kinayofanya kazi na mambo mengine. Sasa ili uweze kuweka kinga ya mwili wako mithili ya chuma, tafuta maji ya mvua jamani. Kwa wale ambao mikoa yenu mvua zimeshaacha kunyesha, poleni. Kwa wale ambao mikoa yenu mvua zinaendelea kunyesha, au zile nchi ambazo mvua zinaendelea kunyesha, hongereni. Imekuja dua hii kwa wakati mwafaka. Kwa yanayotajika ni maji ya mvua. Najisiaga vibaya pale mtu anakuambia, "Shehe, vipi maji ya kisima hayafai? Maji ya bahari hayafai? Maji ya mto je ya bomba nikichukua ya leo?" Jamani, yani kitu ambacho hakijatajwa hapa usije ukakiweka. Hata kama hauna uwezo wa kuelewa mambo, jizuie basi hata kusema vitu visivyokuwa na maana. Yaliyotajwa hapa ni maji ya mvua tu ndio yanaweza kufanya kazi hii. Kwa hiyo maji ya mvua yanatakiwa ni maji ya mvua yale ya kutegwa. Ya kutegwa yapoje? Maji ya mvua yapo aina nyingi, lakini maji ya kutegwa tunayohitaji hapa ni maji ambayo mvua inapoanza kunyesha au ikishaanza kunyesha au mvua inanyesha, chukua chombo chako, kama ni beseni au ni ndoo au ni bakuli au ni sufuria, nenda katikati ya uwanja wako, litege lile, weka chombo kile, maji hayo yanatoka juu moja kwa moja yanaingia kwenye kile chombo. Yasipitie sehemu yoyote, yasiguse bati ndio akadondoka kwenye chombo, hapana. Hayo sio maji ya mvua ya kutegwa. Kwa ni maji ambayo yanatoka juu mawinguni yanashuka moja kwa moja kwenye chombo chako, ndio yanatakiwa hayo. Usiseme kwamba sisi shehe tulitengaga jaba mbili maji ya mvua tukawa tunahifadhi kwa ajili ya kunywa, je naweza nikatumia? Hapana. Yakipita tu kwenye bati akaingia kwenye chombo, hayana kazi wala hayafai katika dua hii. Kwa kama utaona mikoa yenu mnayoishi mvua zimeshaacha kunyesha, basi weka akiba, hata mwakani unaweza kutengeneza. Ukishapata maji ya mvua ya kutegwa, kisha utatia nia yako ya kuhitaji kinga. Jamani, kila amali italipwa kulingana na nia. Jambo lolote unalolifanya mbele ya Mwenyezi Mungu, Mungu anakulipa kulingana na ile nia yako ulioikusudia. Kwa mfano, mtu anaweza katamani kufanya wema, lakini ndani ya moyo wake wema ule amekusudia akishaufanya watu wamuone yeye ana roho nzuri. Kama tunavyoona sasa hivi, mtu anakwenda na makamera kwenye vituo vya watoto yatima, anatoa msaada, wanamrekodi video zinarushwa kwenye televisheni kwamba fulani bini fulani amekwenda ametoa msaada. Jamani, ule wema wa vile Mungu haulipi. Sijasema msifanye, ila Mungu halipi wema ule kwa malipo yale ya kiamali. Atakulipa hapa duniani kulingana na kile ulichokitoa, kwa sababu umefanya wema kwa nia ya watu wa kuone wewe una roho nzuri. Kwa Mungu atakachokulipa ni wewe kuwa na sifa kwamba huyu bwana ana roho nzuri. Watu watakusema vile vile ulivyokusudia. Lakini pia Mungu atakupa duniani hapa malipo yanayostahili kulingana na ule wema wako. Kama ulipotoa pale atapajaza au atakulipa kilicho bora zaidi ya kile ulichokitoa. Lakini mbele ya Mwenyezi Mungu sasa kiamali hakulipi. Kama nia yako ilikuwa ni kwa ajili ya kujionesha mbele za watu, hakulipi. Atakulipia hapa duniani, kile ulichokitoa atakirudisha, na ile sifa uliyokusudia kuipata utaipata. Lakini amali anayolipa Mwenyezi Mungu hapa duniani na kule kwake ni amali ambayo tunapigiwa mfano. Unapotoa mkono wa kushoto wa kulia usijue, yani ni ile amali unayoifanya kwamba hutaki sifa, unataka malipo ni ya Mwenyezi Mungu. Kwa unaweza kwenda kwa watoto yatima ukawasaidia, usilete makamera, usilete mapicha, ukafika pale ukaongea na viongozi, jamani mimi nimekuja nimeleta sadaka yangu kwa ajili ya watoto yatima,
nina sabuni, nina sukari, nina chumvi, nina mafuta, nina nguo, nina unga, unawapa. Ukiona unaleta kamera, waambie hapana, hii kitu mimi sihitaki kabisa. Tena ikiwezekana hata msinitaje. Baadaye unaondoka. Mungu anaangalia sasa nia yako. Wewe nia yako ilikuwa ni kutafuta umaarufu, jina, au ni kwa ajili ya Mungu? Akiona Mungu umetoka kwa ajili yake, kwamba unataka ni radhi zake na malipo uyakute kwake, ndio atakulipa hapa duniani. Cha kwanza kile ulichokitoa atakulipa mbadala, atakizidisha mara zaidi ya vile ulivyofikiria, alafu na kwake ukifika atakulipa tena. Sasa nilikuwa nataka nizungumzie kuhusu nia. Mungu analipaje kulingana na nia yako? Kwa utoaji unaweza kuwa mzuri, lakini nia yako ikawa ni mbaya, ukalipwa vibaya. Utoaji unaweza kuwa mzuri na nia nzuri, Mungu akakulipa vizuri zaidi. Sasa kila jambo unalofanya, nia ndio inayoangaliwa. Kwa hiyo unatakiwa utie nia kwamba yeye Mwenyezi Mungu, kupitia baraka na utukufu wa sura yako hii, maneno yako ya matukufu, hii ni Qur'ani, nahitaji mimi kuweka kinga ya mwili. Nitakapotumia kinga hii au maji haya nisiweze kulogeka na uchawi wowote wa kibinadamu au wa kijini. Tia nia hivyo. Ndio nataka nikuelekeze, yani ushikilia kaka kipengele. Nia ni nini? Kwa sababu bila nia, ukisoma haya maji ukayasomea au kanywa bila nia, haikusaidii. Japo ni Qur'ani hiyo au ni dua, ila haitokusaidia bila nia. Nia ndio inayokwenda kudhihirisha kwamba sasa huyu bwana anahitaji msaada wa aina hii. Kwa nia yetu sisi hapa tutaweka nia ya kuhitaji kinga kupitia maneno ya Mwenyezi Mungu matukufu, hii Qur'ani. Kisha maji hayo ukishatia nia, utasomea maji hayo Suratul Hadid, sura ya chuma hiyo, sura ya 57, Suratul Hadid, na utasoma zile aya 4 za mwanzo za Suratul Hadid. Sasa unaona hapo kwenye picha zinaonekana aya 3. Kuna mtu mmoja alinifuata DM akasema, umesema tusome aya 4 za mwanzo za Suratul Hadid, mbona hapo kwenye skrini umeweka 3? Jamani, ina maana hata kweli kujiongeza kwamba shehe amesema aya 4. Wewe umeziona 3 hapo. Sio lazima usomee kwenye skrini, tafuta masafu shehe huko. Masafu mbona zipo kibao huko misikitini? Kasome kule, kama hujui sura hiyo, mtafute ustazi akuelekeze au akusomee, utie nia kusomee. Zikiwekwa 3 haimaanishi usome 3. Nimesema ni kusoma aya 4 za Suratul Hadid za mwanzo. Unaanza na Bismillahirrahmanirrahim. Aya ya kwanza inasema sabaha lillahi ma fi samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim. Unaenda aya ya pili, lahu mulku samawati wal ardi yuhyi yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Utakwenda aya ya 3, huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin wa huwa bikulli shay'in alim, mpaka aya namba 4. Sasa kuna mtu aliiona hii akasema, mbona sio umeweka 3 pale afu unatuambia tusome 4? Inakuaje jamani? Ina maana hata kuelewa uwezi ukaelewa. Kama walimu ndio hivi, aisee, ni kazi kubwa sana. Unaona bwana? Kwa hiyo zitasomwa hizo aya 4 katika hayo maji yako ulioyaandaa. Unasoma aya ya kwanza, aya ya pili, aya ya 3 mpaka aya namba 4. Unazirudia hizo aya kwa kuanza namba 1 mpaka namba 4. Utazirudia kwa idadi ya mara 7. Yaani unasoma aya ya kwanza mpaka ya 4 unahesabu 1. Unarudia tena ya kwanza mpaka ya 4 unahesabu 2 mpaka ifike idadi ya mara 7. Ukishamaliza kwa idadi ya mara 7, baada ya kumaliza kisomo hicho, utayapuliza hayo maji mara 7, yani ile pumzi yako. Na wakati wa kusoma unaweza ukaweka kile chombo ukakiweka karibu na mdomo, ile hewa inayotoka mdomoni mwako yafikie, sawa? Au unaweza ukaweka mbele yako ukashika kitabu kama uwezi kusoma kwa ghaibu, baadaye ukayapulizia, hiyo sawa. Sasa unatakiwa ukimaliza kisomo uyapulize hayo maji kwa idadi ya mara 7. Kisha maji hayo baada ya kuyapulizia mara 7, utakunywa maji hayo kwa wakati mmoja tu. Mwingine anasema sasa nitakunywa mara ngapi au siku ngapi? Jamani, ukishamaliza, yani haya maji unaweza ukasomea tu kwenye kikombe tu au kijagi, ukasoma mkanywa familia nzima, mkawa na kinga. Aidha wewe kama ni mbinafsi
Unaweza ukajisomea tu wewe mwenyewe ukawa tuna kinga yako wewe mwenyewe, kama ni baba mwenye nyumba au mama mwenye nyumba au ni mtoto mwenye nyumba au dada mwenye nyumba au kaka mwenye nyumba. Ila ukiwa na ile roho yenye uwazi, soma, mnywe familia nzima, mtapata kinga. Unakunywa mara moja tu, kama ni glasi moja inatosha, ukinywa jagi moja inatosha, ukinywa ndoo moja inatosha. Sawa, na wala sio lazima kunywa siku zaidi ya moja. Ikinywa kama mara moja tu, basi kinga hiyo mnakuwa mmepata kinga ya mwili. Mtakuwa mnatumia mavibwengo, mavizuka, vinyamkela, majini maiti, sijui misukule, majini manini, yatakuwa yanafeli. Yatakuwa anatoa taarifa kule, jamani sisi tumekwenda kule, lakini jamaa haingiliki, yule haingiliki. Ana kinga kweli kweli. Mtu mmoja alikuwa ananihadisia jana, tulikuwa naongea naye, anasema mimi nikilala mke wangu ananiambia mwili wangu una shoti. Yaani kila kinigusa anasema anapigwa na shoti. Nikamuuliza, wewe kwani una amali gani? Akasema mimi amali yangu kubwa huga na mswalia Mtume SAW na nasomaga vidua. Nikasema hizo ndio zinasababisha yeye hisi kama una shoti. Huenda mwili wake una nguvu hasi. Tunaposema nguvu hasi ni zile nguvu negative ambazo zinaweza zikawa zina madhara kwa mwingine. Ima ana kijicho au ana aina fulani ya uchawi katika mwili wake anaojua au asiojua. Hasa anapokutana na wewe, ile nguvu yake inakinziwa, yani inazuiliwa isikufikie wewe, ndio pale anapojikuta anapigwa shoti. Nikamuuliza, kwani wewe ukimgusa unajisikia? Sasa sijisikii chochote, ila yake nigusa anapigwa shoti. Nikasema umefikia daraja ya juu kabisa. Amali yake kubwa ni kumswalia Mtume SAW. Sasa hiyo ni moja ya mazikri makubwa. Kumswalia Mtume SAW, mtu anaweza akakufanyia mtu amali ya kumswalia Mtume afa akakushtaki kwa Mwenyezi Mungu. Likakukuta jambo lolote, ile amali kubwa kama ina uwezo wa kuvuta utajiri na mambo ya ajabu, kwa nini wewe usiondoke? Kwa hiyo vitu kama hivi unaweza kuviweka kawaida, lakini vina maajabu kuliko. Sasa ukitumia kinga hiyo, hii ni kinga madhubuti katika mwili wako, mithili ya chuma. Jamani, kama mkijui chuma, hebu jaribuni kwenda kwa watengeneza vyuma kule mkavione hivyo vyuma. Ni dua moja kubwa sana. Lakini unaweza ukasema hichi kisomo kidogo tu hivi. Kisomo kidogo hivi tu nipate kinga mithili ya chuma kweli? Sasa ni wewe tu, kwa sababu imani yako ni ndogo, lakini kile alichokisema Mwenyezi Mungu na mtume wake kwamba kikifanyika hivi kitakuwa hivi, hata kikiwa ni kidogo kiasi gani, bado madhubuti wake utabaki pale pale. Sasa hii ni moja ya kinga ya mwili. Sasa tunakwenda kwenye kinga ya nyumba. Maana wengine wanasema na nyumba tunataka tukinge maboma yetu, tukinge biashara zetu, tukinge nini zetu. Sasa kinga nyingine ni kinga ya nyumba. Na yenyewe hii ni madhubuti, misili ya chuma hivyo hivyo. Lakini kinga hii sasa, kwa kuwa ni ya nyumba yenyewe, unatakiwa uziandike hizo aya 4 za mwanzo katika Suratu Hadidi. Aya ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya 4 unaziandika katika karatasi 5 tofauti bila kuanza na Bismillahirrahmanirrahim. Kuna watu wananiulizaga swali, mbona sehemu zingine uliwahi kusema uanze na bismillah na pengine unakataza usianze na bismillah? Sasa jamani, bismillah ni rehma, ni huruma. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Hii ni huruma. Sasa hii ni kinga. Kwa kuwa ni kinga, basi inabidi tufanyeje? Tuiondoe bismillah. Sio dhambi hata ukianza nayo, wala sio kwamba haifanyi kazi. Inafanya kazi vizuri kabisa. Uanze na bismillah, usianze na bismillah, kinga itasimama vile vile maadamu umetia nia ni ya kinga. Itasimama vile, ila sasa kuipa nguvu na kutii mamlaka, basi tunaondoa bismillah. Kwa utaziandika zile aya 4 kavukavu za mwanzo za Suratu Hadidi. Utatumia kalamu nyeusi. Kwa wale wanaoandika kwa mkono watumie kalamu nyeusi, na kwa wale wanaotumia mashine kama vile simu au kompyuta watumie wino mweusi, wasitumie mwekundu jamani. Hata kwenye kompyuta kule kuna namna ya kubadilisha zile wino, unaweza kuweka mwekundu, blue, kijani, nyeusi, njano. Sasa watumie wino mweusi kwa sababu hii ni kinga. Kwa utaiandika katika karatasi 5 tofauti, alafu chini ya zile ya 4
za mwanzo wa Suratu Hadid utaandika na ile aya ya 41 inayopatikana katika Suratu Fatir. Suratu Fatir ni sura ya 35. Suratu Fatir. Ukiwa hujui Suratu Fatir, kaangalia zile orodha ya sura ya kwanza mpaka 114, ifuatilie ile sura ya 35 inaitwa Suratu Fatir. Sasa katika hiyo Suratu Fatir andika ile aya ya 41, uandike chini ya zile aya 4. Kwa wale wanaojua kusoma Qur'an na kutafasiri watakuwa naelewa hii aya inamaanisha nini. Kuna kitu pale tunapata kikubwa sana kutoka kwenye aya hiyo ya 41 katika sura 35. Kwa hiyo zitakuwa ni aya 5. Aya ya kwanza ya Suratu Hadid, ya pili, ya tatu na ya 4, alafu na aya moja kutoka katika Suratu Fatir aya ya 41. Kisha ukishaandika utatia nia yako ya kuhitaji kinga. Mwambie Mwenyezi Mungu, mimi Mwenyezi Mungu nimeandika maneno yako haya matukufu, lengo langu ni kuhitaji kinga, ufunge huu mji wangu usiweze kuingiwa na vibwengo, vizuka, wachawi, mahembe, sijui nini. Alafu sasa hizo karatasi kuna namna mbili. Namna ya kwanza unaweza ukazikunja tu zenyewe kama zenyewe, ukazikunja vizuri, alafu ukazifunga kwenye karatasi ya nailoni. Karatasi 5 kumbuka. Kwa hiyo moja ukaizika kwenye pembe ya nyumba hii, au unaweza ukafunga uwanja mzima. Kuna wengine wanakuwa na nyumba zenye zimekaa kwenye uwanja mmoja kama vile apartment, unakuta uwanja mmoja una nyumba 5, 4, 2, 3, basi pale funga mji mzima. Alafu kama wewe utataka ufunge mji mzima, kama unataka kufunga nyumba moja, basi unaweza kuweka kwenye pembe zile za nyumba kama zipo 4. Hata kama zipo pembe 6, wewe funga kwenye pembe 4 tu, zile zenye unaona ni pembe kuu. Alafu viache vile pembe vidogo vidogo vibaki kama kawaida. Kwa hiyo unatafuta karatasi ya nailoni, unazikunja zile karatasi, kila karatasi moja unaikunja, alafu unakwenda kuifukia chini. Lengo ile karatasi ya nailoni izuie ile karatasi yako uliyoiandikia hayo maandishi ya Qur'ani yasiweze kuharibika atakapokutana na unyevunyevu. Ndio maana tunatafuta karatasi ya nailoni, tunakunjia mule, alafu tunazika. Umeshatia nia zako nani. Aina ya pili ya ufukiaji, unaweza ukakusanya michanga inayozunguka eneo lako. Ukachukua michanga ya pembe 4 za uwanja au pembe 4 za nyumba na katikati ya eneo lako ukachukua, alafu ukazichanganya pamoja. Ukishachanganya pamoja zile michanga au ule udongo, alafu ukaugawa tena kwenye zile karatasi 5. Ukaugawa tena kurudishia, alafu ndio ukakunjia na zile karatasi. Ni aina nzuri zaidi ya kuifukia hii kinga. Baada ya hapo, ukisha gawanyisha hizo michanga, unachukua karatasi za nailoni, hii karatasi uliyoiandika unakunja vizuri na baki ndogo, alafu zeni unafanyeje? Ikishabaki ndogo, then unaikunja kwenye karatasi ya nailoni, then unafukia. Maeneo 5 ya kufukia. Eneo la kwanza unafukia kwenye pembe ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya 4. Inabaki karatasi moja. Karatasi moja utaifukia katikati ya eneo lako la uwanja au la sehemu ya nyumba yako. Utaangalia kama kumesakafiwa kabisa, utatafuta sehemu yoyote, lakini ile karatasi iwe maeneo ya katikati, isiyo tena kwenye pembe. Ukifanya hivyo, narudia tena mara 3. Ukifanya hivyo, mji huo ni marufuku kuingiwa na kibwengo, kizuka, kinyamkela, ndondocha, masea, mahembe, sijui maimuna, haingii kwenye mji huo . Sasa muda utoshi, ningekuhadithia visa kama 5, nitakupa 2. Kisa cha kwanza kilimtokea mwalimu fulani hivi kule Iringa kule. Huyu mwalimu alijenga nyumba, alichukua mkopo akajenga nyumba yake nzuri tu. Unajua tena sasa hivi walimu wanawezeshwa wafanyakazi wa serikali. Akajenga nyumba nzuri. Sasa unajua hata maendeleo unatakiwa uangalie pa kuyaweka. Sijui maskini aliweka nyumba yake nzuri sehemu ambapo hawajafanya maendeleo makubwa. Kwa watu wakaanza kumuonea hiana. Kwa nini kajenga yeye nyumba nzuri? Wakaanza kumfanyia uchawi. Akilala anasikia tetemeko. Anatoka nje hakuna tetemeko. Kwa akawa halali kwa amani. Alichokifanya akapiga hii. Akafunga mji. Baada hapo tetemeko likakata.
likawa halipatikani tena. Kumbe ni wachawi walikuwa wanakuja namtetemesha ili tu asipate utulivu wa nyumbani kwake, alale kwa wasiwasi. Alipogundua kwamba ni wachawi ndio anafanya hivyo, akasema nilikuwa sijui, nijua ni mambo ya Mungu. Kumbe ni mambo ya ushirikina ndio mnafanya hivi. Akaenda kuwasomea Suratul Muhlikati. Piga Suratul Muhlikati ile. Zipo sura kama 7 za kusoma. Kama uzijui, fuatilia kwenye klipu zangu, nimeshazifundisha hapa YouTube, lakini pia kwenye kitabu cha maajabu ya Qur'ani namba 1. Zipo Suratul Muhlikati, kuna Suratul Munjiati, Suratul Mahaba. Sasa kapiga zile Suratul Muhlikati. Kazipiga mara 7. Yule aliyekuwa anafanya vile aliugua wiki nzima, atoki ndani, kuharisha. Moto huo. Mpaka leo maisha yanaendelea, amani imepatikana. Huyo wa kwanza. Wa pili, nasema muda hautoshi kwa sababu nataka nakwenda kumaliza hii clip yangu. Ingekuwa muda unatosha ningekupa hata visa 5, ila vipo vingi kupitia hii sura na ukofundisha leo, vimeshatokea vingi kupitia hii kinga ya nyumba. Mwingine, kisa hiki kilimtokea mama mmoja kule Zanzibar. Baada ya kufundisha klipu hii kwa miaka 2 nyuma iliyopita huko, akaichukua akaenda akafunga mji. Kwa utaratibu huu ule kuelekeza, alipofunga ule mji, alafu akasoma na ile ya kusomea ile, akasomea kwenye maji, akawapa watoto wake wakanywa na yeye akanywa. Amekaa, kumbe kuna mtu alikuwa anakuja wanawanga pale, wanaondoka. Sasa ghafla wakawa wakija kuwanga, watoto wake waliolala ndio wanawaona wale wachawi. Wamwambia baba, mama, tumemwona mjomba usiku amekuja, alikuwa kama nyau anajigeuza hapa. Asema na nyinyi watoto mtana nini? Yeye hawaone, lakini watoto wake wakilala usiku wanamwambia mama, tumemwona na leo mjomba amekuja kama nyau, baadaye amejigeuza, tunamwona ni mjomba kabisa. Haya matukio alikuwa anahadisia kabla hajafanya. Alipoona kwamba haya mambo watoto wanaanza kumhadisia masuala ya mjomba wao, namuonaona sana, anakuja kama nyau, baadaye anabadilika pale ndani, akapiga hii, akafunga mji, akanywa na ile, akatulia. Baada ya wiki moja mjomba wao akafariki, mjomba na ule watoto wale akafariki. Yaani akafa, sio kwamba usifikirie kwamba akafariki ndio amekufa kwa kosa la kwenda kuchezea mji wa watu bila ridhaa ya wakwao. Kwa hiyo hii kinga inaweza kumuondoa mshirikina, akija kichwa kilazimisha kuingia, inamfieka kabisa. Mtakujaga kumzika mtu shehe, usije ukashangaa. Tamzika hivi. Kwa kumalizia kisa cha tatu. Zanzibar huko, mimi nawapenda sana watu wa Zanzibar kwa sababu ni watu ambao wanafanya vitendo sana kuliko watu wa Bara. Huku Bara unaweza kumhadisia asubuhi mpaka jioni alafu asishike hata moja. Yeye mwambie masuala mengine. Ila Zanzibar ukimhadisia hivi vitu vya kiimani hususan vya dua, wanashika sana kuliko watu wa huku. Kidogo wale wamelelewa kwa imani zaidi kuliko sisi huku. Sasa kuna mtu mmoja kule Zanzibar alikuwa na shule. Yeye ni mwanamke huyu. Ana shule zile za nasile zile, anafundisha watu kuanzia chekechea, anaenda kabla ya shule ya msingi wanasoma pale chekechea, baadaye wanaenda shule ya msingi, wanaenda zile za nasile zile za kulipia. Ile shule ikiwa inachezewa na wachawi, inachezewa maendeleo kama mabovu, watoto wanafeli nini na nini, matukio yaishi. Mama mmoja akamtafuta shehe mmoja kutoka Dar es Salaam. Bwana, naomba uje unifungie nyumba, unifungie na shule yangu. Akasema hamna shida. Yule bwana akaenda. Yule bwana mimi simjui. Akasema sasa nimeitwa mimi nikafunge mji, lakini natumia dua gani? Akasema nishamsikia Ustaz Bashir anasema dua hii unaweza kufunga nyumba, ukafunga mji, ukafunga sehemu ya biashara. Akasema hamna shida, ngoja mimi nipite kwenye mapito ya Ustaz Bashir. Akatumia utaratibu huu ndio kufundisha hapa. Akafunga shule, akafunga nyumba. Lakini katika mji wa ule mama kulikuwa kuna kibibi kinamuona kwa macho mabaya, lakini yeye hakujali. Lakini kitabibu akagundua huyu mtu atakuwa na nia mbaya. Basi alipofunga mji wa yule mama, akafunga na ile shule yake, akamsomea na madua ya kuvunja nguvu za uchawi, akaondoka akarudi Dar es Salaam. Aliporudi yule mama wa Zanzibar anampigia simu, anasema leo nimeota huyu bibi wa hapa ananiambia kwa nini umefunga mji? Nashindwa mimi kutoka kwenye shughuli zangu. Nashindwa, anamlalamikia sana, anamfokea sana.
kwamba imana yule mchawi, yule bibi anashindwa kwenda kuwanga kwa sababu ukishafunga mji haingii wala hakiingii kitu wala hakitoki. Kwa wewe kama ni mwanga ukifungiwa ndani ya mji huo, kwamba mji huu umefungwa afu ndani kuna wanga, hawatoki. Na wale walio nje hawaingii. Kwa kama nyumba yako kuna wapangaji 10, wawili ni wanga, watakuwa hawatoki, na utashangaa tu wanakuambia bwana si tunaomba tuhame, tunaona kama mambo hayaendi. Yaani usishangae kabisa. Na ndio maana kama hujajenga ufunge tu kachumba kako. Ukifunga nyumba nzima, kabla mwenye nyumba ni mchawi hatoki. Utashangaa tunakuja kukupa notice, bwana jiandae uhame. Chumba changu nina kazi nacho zingine. Au anakulipa tu hela zako zote, sasa wewe hama tu, kwa sababu anaona wewe unamharibia mipango. Kwa hiyo matukio yapo mengi sana kupitia hii sura ninayokufundisha leo. Ni moja ya sura hatari sana. Kama una kitabu cha maajabu ya Qur'an namba 2, nenda kasome. Nimeifundisha Suratul Hadid yote, ina sifa nyingi sana. Ina swala kuondoa nuksi, mikosi, mabalaa, kupata ushujaa vitani. Hiyo sura inaweza kukupatia kupata ushindi dhidi ya maadui zako, kufunga kesi, mbali na hayo matukio ya nani ya kinga. Kuna kuondoa maradhi ya ngozi. Kuna bwana mmoja alinipigia simu juzi anasema, nimetumia dawa nyingi sana za kutibu ugonjwa wa ngozi lakini hazikufanikiwa. Nimetumia ile Suratul Hadid, nimeoga na watoto wameoga, yaani wamepona kabisa. Kwa hiyo hii ni moja ya tiba ya dawa ya ugonjwa wa ngozi. Mabalango, mashilingi, sima upele, mapunye, sijui allergy ya ngozi, inatibu vizuri. Kasome hivyo vipengele, utavikuta kwenye Suratul Hadid. Kwa kama una kitabu cha Balati namba 1, sura hiyo ipo. Kama una kitabu cha maajabu ya Qur'an namba 2, sura hiyo pia nimeiweka na kule. Ndugu zangu, hizi ni kinga madhubuti mithili ya chuma dhidi ya uchawi na majini, kwa mwili wako au kwa nyumba yako. Utachagua unataka nini. Ni ya mwili, utumie ya mwili. Ni ya nyumba, utumie ya nyumba. Mimi nataka zote, basi tumia zote. Jiweke sawa kwenye mwili, jiweke sana kwenye nyumba yako, basi utakuwa mtu mwenye kuheshimika mno. Na usishangae mtaani kwenu hapo wakaanza kukuogopa na kukuona wewe ni kama vile ni mchawi mkubwa, kwa sababu umewazuia watu wasiingie. Hakuna kitu kinachowaumiza wachawi kama vile walichaizoea nyumba yako, wamegeuza kama jamvi la wageni, alafu mwisho wa siku wanakuja wanashindwa kuingia. Huaga ni kitu kinawaumiza sana. Huyu bwana amefanyeje mpaka tunashindwa kuingia. Wanakasirikaga mno, lakini ndio hivyo, hawana la kukufanya. Wakikushindwa ndio wanaanza kutangaza mtaani, yule bwana mchawi sana, yule mchawi mkubwa. Ukienda pale kwake uone mji, ukienda pale mara ukuti kabisa, mara unashindwa kuingia, mara unapigwa sana, mara unaugua. Sasa hivyo vitu vinawachanganyaga sana. Umefanyeje mpaka imekuwa hivyo? Sasa na vizuri, unapoweka kinga aina yote kwenye mji wako, hakikisha usimwambie mtu yoyote, labda mke wako au mume wako, kama naye unamwamini. Lakini kama humuamini, unajua na mambo ya ujanja, weka wewe kama wewe. Ukiona analalamika, basi ujue wewe ndo adui yako namba 1. Anakuambia mimi siku sielewelewi hapa nyumba, sielewelewi maana anashindwa, kuna vitu haviendi sawa, basi ujue huyu ni mwanga. Huyu anatokaga usiku anakuacha ndani ya nyumba yako. Inshallah kwa leo tuishie hapa. Tulikuwa tunajifundisha kinga ya mwili mithili ya chuma dhidi ya majini na uchawi, lakini pia kinga ya nyumba mithili ya chuma dhidi ya majini na uchawi wa aina mbalimbali. Lakini kumbuka ofa yetu ya vitabu inaendelea. Lakini inaelekea ukingoni. Kwa hiyo ni wakati wa wewe kunufaika. Kama utakuwa unahitaji kufanya hivyo, fanya malipo kulingana na utaratibu tulioelekezana hapo awali, kisha uvipate vitabu. Vitakusaidia sana, vitakusaidia. Mimi nafurahi sana mtu asema, "Shehe, natumia vitabu vyako, nimewatibia watu fulani, nimewasaidia hivi." Naona raha, kwa sababu ndio lengo langu mimi. Wewe ukishanufaika, anufaike jirani yako, ndugu yako, kaka yako, baba yako. Unavyowasaidia vile na wewe ndo unabarikiwa, na mimi ndo nabarikiwa hivi. Yaani unaweza kumsaidia mtu ukiamini mimi sibarikiwi, lakini kupitia ile shukrani ya yule atakaye kukushukuru wewe, akiomba dua kule, wewe ukipata na mimi napata. Usije ukajidanganya kwamba mimi sipati. Mimi napata na mimi huko, kwa sababu mimi ndo nimekupitishia elimu kaijua kama daraja. Lakini na mimi pia wale walimu walionifundisha mimi na wenyewe wanapata kupitia maneno yangu yale niliyofundisha. Kwa
ni cheni kubwa sana ambayo tunanufaika na vitu hivi. Kwa hiyo unaweza kushangaa Shehe, mbona anafundisha vitu hivi vikubwa bure, anafaidika na nini yeye hivi na hivi, lakini kumbe mimi manufaa ni makubwa. Mungu akisema kuwa jambo na linakuwa kwa sababu tu ya neno fulani. Kwa inshallah kwa leo tutaishia hapa. Asalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.